za saizi, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution. Karibu katika mwendelezo wa mafunzo yetu. Leo nitakuelekeza namna kutumia mfumo wa Selform wa TAMISEMI. Mfumo huu ni maalum kwa ajili ya kuwaruhusu wanafunzi waliohitimu kidato cha 4 kubadili taasisi zao. Hivyo naomba unifuatilie kwa umakini na taratibu ili uweze kufanya mabadiliko ya taasisi mwenyewe bila gharama yoyote kwa kutumia smartphone yako. Utachokifanya, utafungua Google, utafungua browser ya Google. Kwa hii simu yangu mimi ndio nitafungua hapa Chrome, Google Chrome, na utatokea uwanja kama unavyoona hapa. Kwenye hii sehemu ya search or type URL utaandika Selform. Ukiandika Selform itakuletea machaguo mengi, nakwambia Selform TAMISEMI, sio nini, utagonga hapo Selform TAMISEMI. Baada hapo itakuja zile link mbalimbali. Hiyo link ile unaona hapo inaandikwa selform.tamisemi.go.tz. Utagonga hapo. Kigonga hapo utasubiri load. Basi hapo unaona tayari mfumo wa Selform umeshafunguka. Sasa kama ndo mara yako ya kwanza unaingia, utakuwa kwenye kiungo cha chini kilichoandikwa register. Utagonga register na mfumo utakutaka uandike index number yako ya form 4 uliohitimu nayo. Kwa hiyo utaandika kwa mfano ulivyoandika kwa mfumo walivyoandika wao, mfano uandike kwa utenganishe kwa dot kwa ile miaka yako. Kwa hiyo utaandika index number yako ile, lakini kwenye index number yako utaanza na S alafu namba ya shule. Sawa? Utaandika namba ya shule, alafu utaweka dot, utaandika namba ya mtahiniwa. Baada hapo utaweka dot, utamalizia na mwaka wa kuhitimu. Baada hapo utagonga verify. Ukigonga verify itakutaka, kwa sababu itamtaka verify kama kweli hiyo namba ni ya kwako au sio ya kwako. Kwa hiyo tukifanya hapa itakuandikia juu pale result grade, itakutajia somo. Kwa hiyo utatokea uandike, uguse hapo uchague grade aliyopata mwanafunzi wa somo husika. Kwa hiyo nitachagua grade aliyopata kwenye ile somo, alafu itakutaka uandike jina la mwisho. Kwa hiyo nitaandika jina la mwisho la mtahiniwa wangu. Baada hapo itakutaka uandike mwaka wa kuzaliwa. Kwa hiyo utaandika mwaka wa kuzaliwa uliosajiliwa nao mtahiniwa. Baada hapo utagonga register. Ukigonga register utakuja uwanja unakutaka uingize password. Ukifika hapo kwenye uwanja kuandika password, utaweka password yako. Utatengeneza password yake huyo mwanafunzi, au wewe kama ni wewe mwenyewe mwanafunzi unafanya hicho kitu, utatengeneza password. Kwa mimi nitaweka password. Baada hapo nitairudia ile password kuiandika. Baada hapo nitabonyeza save. Ukishabonyeza save itakwambia your password has been changed. Baada hapo utakuja hapo kwa mfumo wako umeshakuingiza, utagonga vimistari vitatu juu hapo kwenye icon ya bibi na bwana. Gonga hapo utakwenda kwenye my details. Sawa? Mfumo utafunguka na zitatoka taarifa za mwanafunzi husika, na utahakiki hizo taarifa kama ni sahihi, na nyingine inakuwa sahihi kwa sababu kama umepata zile grade zake na jina la mwisho na vile vingine vilivyoulizwa, basi moja kwa moja utakupeleka kwenye zile kwenye ile taarifa za mwanafunzi wako. Baada ya hapo unaona ilipofunguka ni sehemu ya particulars, sehemu A particulars. Sasa hapo utakagua particulars zako zile jazo, je kama ni sahihi, namba ya simu sahihi, kama kuna email utajaza. Baada hapo kama ukitaka kurekebisha anwani ya posta utarekebisha, namba ya simu utarekebisha. Baada hapo utagonga save and go to the next. Baada hapo itakuja general choice part B. Sasa hapo kuna machaguo form 5 technical health and education. Sasa hapo utatia preference, je hiyo ya ngapi? Kwa mfano mara nyingi mfumo ulivyo, kama haya machaguo yalivyo una vigezo navyo, basi namba itajitoa. Kama unavyoona hapa imeonyesha 2 na 3, maana kuna sehemu iliandika 1 na 2. Maana haya yamejitoa kwa sababu
pengine kulingana na ufaulu wako vigezo hivyo ana. Kwa hiyo maana sasa utachagua, utabadilisha hapa. Kwa mfano hapa preference yake ya kwanza ni form 5, ataweka form 5. Baada ya hapo preference ya pili atasema ni afya, ataweka afya. Baada hapo ata save and go. Hatua ya tatu C1 form 5. Sasa hii C1 form 5 itategemea kwenye general choice ya B hapa. Kama ulichagua form 5 basi hapa kwenye C1 utajaza combination zako na shule utakazotaka kwenda. Kwa mfano, kwa mujibu wa huyu mwanafunzi hapa, combination ya kwanza ni HKL. Kwa hiyo nitatafuta shule yenye HKL, kwa utajaza hapa HKL. Itakuletea shule zote ambazo zina HKL. Utaangalia. Sawa? Kwa mfano tachagua hiyo. Alafu nitachagua shule ya pili yenye combination ya HGL. Kulingana na ufaulu wake amefaulu HGL. Kwa hiyo nitaangalia combination, shule yenye combination ya HGL, lakini uzingatie wewe unajua ile list ya shule, ili tuangalie shule za kike na za kiume, sio kampeka mtoto kwenye shule ya kike. Kwa hiyo utatafuta, yani ategemea na mtoto, kama ni wa kike basi sio kampeka shule za boys, na kama ni mwanaume sio kampeka shule za kike. Kwa hiyo uwe makini hapo unapochagua hizo shule. Sawa? Kwa hiyo tuchague HGL. Utaandika hapa HGL, sitakuletea shule mbalimbali ambazo zina HGL. Alafu tena nitakwenda labda nitaongeza shule ya tatu. Tusearch shule. Alafu tena nitaongeza tena shule nyingine. Tutachukua combination ambazo naona na sifa nazo. Nitaongeza shule nyingine. Taongeza lazima kulingana na mahitaji yako, idadi ya shule unazotaka. Baada hapo uwanja umeshakamilika shule za form 5, basi nitakuja save and go. Unaofuata ni C2 technical. Sasa technical na wewe ukisearch hapa sababu na vigezo hazitokei, na ukikumbuka kwenye part B kule sikuchagua technical, kwa hiyo nita save and go, nitaacha wazi. Part inayofuata ni F. Kumbuka F tulichagua kule, kwa hiyo nitaingia kusearch courses. Ukicheki hapa na kozi inayokuja na yake vigezo vyake aendani navyo. Kwa hiyo nita save na nitaenda. Baada hapo diploma. Nikicheki hapa kwenye diploma sikuchagua choice yoyote kule, hivyo nita save na kuendelea. Baada hapo utakwenda part 5 C5, hii ni other colleges. Sasa hapo utamchagulia kozi ambazo yeye anasifa nazo kulingana na ufaulu wake. Sawa? Kwa mfano nitamchagulia hii kozi accountants. Alafu tena choice kingine alafu nitakwenda chuo kingine. Taangalia kulingana na chaguo yake anayotaka. Alafu nitakwenda chuo kingine.
kwa sababu nataka kozi ya account. Kwa hiyo mimi nitamchagua vio vyote ambavyo vina kozi ya account kulingana na mahitaji yake aliyotaka yule mwanafunzi. Unaweza kusearch chuo kwa mfano NIT. Kuna hizi kozi hapa, naangalia tunachagua marketing public relation. Basi kwa vile hivyo ndio vimetosha, nitasave. Kwenye results hapo unaweza kuona matokeo yako. Eligibility manake utaangalia kama una vigezo. Sawa? Kwa mfano ukiangalia hapa, anaangalia kwa mfano kwenye combination utaona kuna HGE, HGL, HGLI, HKL. Hizi ndio ambazo ana vigezo vyake na jinsi wanavyochukua. Kwa hiyo kwa unavyoona hapo tayari tutakuwa tumekamilisha zoezi zima katika huu mfumo wetu wa Selform. Usisahau kusubscribe